Mnaitwa nani na kwanza kwa ujumla mashindano umeonaje? Kwa majina ya Faustini Joseph Doto. Mimi ni mchezaji wa mkoa wa Dar es Salaam. Doto, umeonaje mashindano ya mwaka huu? Mashindano ya mwaka huu yako vizuri, yana upinzani mwingi. Watu tunapambana kadri ya mtu alivyopiga mazoezi. Ndio kama yanavyoenda tunapambana. Kwa jinsi ulivyoona, unaionaje riadha ya Tanzania kwa sasa? Riadha ya Tanzania tuseme inaendelea kukua. Watu wanakuja, wanaleta competition kama hivyo. Unatamani kweli kwa jinsi unavyoona wenzetu wakifanya kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa, mnafikiri mtafika wapi kwa jinsi ulivyoona, maana yake umeshuhudia wenzako wakimbia kutoka mikoa mbalimbali? Kwa mimi binafsi naona tunaweza na sisi kufika wanakofika wenyewe, kwa sababu ni juhudi zinahitajika na sisi tutafika, na sisi tunamuomba Mungu ipo siku naamini so muda na sisi tutapanda huko waliko wakubwa. Siku hizi kuna msemo kwamba michezo imekuwa ni kazi. Ndio. Maana yake inatoa ajira mbalimbali. Wewe unaichukuaje michezo wewe kama mkimbiaji? Ni kweli michezo ni ajira kwa siku hizi, lakini inatokana na mtu malengo yake, anataka pige mbio au anataka aende kwenye ajira. Unategemea riadha itakupa kipato, itakufanya maisha yako kama ya Mzee Bai au kama wengine na riadha wengine wa dunia? Kwa binafsi kwangu mimi riadha inaweza kunipa kipato. Naamini kwa sababu ukiwa vizuri uwanjani vyote vinawezekana. Una ujumbe gani kwa vijana wote wanaoshiriki michezo Tanzania? Mimi ujumbe wangu tu, watu wapambane mazoezi, wajitume, yote yanawezekana. Unaitwa nani na all the way kutoka Zanzibar mpaka hapa? Kwanza umeonaje mashindano ya mwaka huu? Kwa majina naitwa Milfat Mjini Yasin. Mimi nimechezea mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa upande wa mashindano ni mazuri japo kuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya. Ni mazuri. Ushindani ulikuwaje? Ushindani upo kwa sababu watu wengi ni watemi. Sisi wengine wapya. Nini hasa unachokiona? Kwanza unakimbia mbio mita ngapi? Mimi ni sprinter mita 100, 200. Unapata nafasi ya ngapi? Leo nafasi ya pili mita 100 finali. Yaani nini kimekushinda kuchukua namba 1? Kwa sababu wapo wengine wazuri kuliko hata mimi. Yaani tuseme ni watemi mashindano haya. Kwa nini unawaita ni watemi? Wazoefu mashindano haya. Utafanya nini kuhakikisha mwakani ukija badala ya namba 2 sasa uchukue namba 1? Mazoezi. Mazoezi, bidii, uvivu tupunguze, pamoja na kuwasikiliza makocha. Okay. Tutegemea nini kutoka kwako? Manake kwenye ulimwengu hasa ndio fupi zinakuwa na ushindani mkubwa sana, na ukienda duniani huko ni balaa. Tutegemea nini kutoka kwako? Tegemeeni mazuri. Inshallah. Unawaambiaje vijana ambao wanashiriki michezo mbalimbali? Siku hizi unasema michezo ni ajira. Ndio, michezo ni ajira, michezo ni afya. Nawaambia kuwa waache uvivu, wafanye mazoezi, wasome kwa bidii. Unaiona wapi riadha ya Tanzania? Mbali sana. Nyinyi ndio wenye kutunyanyua sisi, mtafanya nini kuhakikisha tukienda Olympic, tukienda Commonwealth tunarudi na medali? Tutafanya vizuri, tutajitahidi kwa uwezo wetu na Mungu atatusaidia. Kama ndo walikuwa wengi, vijana inaonekana walichukulia kwa uzuri toka 2024, wameenda kujipanga mwaka huu, nadhani wameleta competition kubwa. Kwa kiufupi yamekuwa ni mazuri zaidi. Ushindani ulikuwa wapi hasa kwa jinsi ulivyoona vijana wakikimbia? Ndio, ushindani ulikuwa kote. Mikoa yote kwa kweli imejituma, ni jambo nzuri, kila mmoja amejitoa kwa nafasi yake, kila mmoja ameonesha alichokuwa nacho, kwa hiyo yalikuwa ni mazuri. Mashindano haya yanawasaidiaje nyinyi kama wanariadha wa Tanzania? So mashindano haya yanatupa future, yananifanya mimi leo nijue mimi ni mtu gani, nijulikane ni mtu gani, kwa hapa nilipofikia ni mtu gani, kwa sababu mashindano haya nimejipima, naangalia naelekea wapi, yani amenipa mwongozo sehemu gani ya kuelekea. Mategemeo yako ni yapi? Maana
kuna mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa yanafanyika. Ndio matarajio yangu, cha kwanza mimi kama mimi, cha kwanza natamani nijulikane ndani na nje ya taifa letu. Natamani wanijue mimi ni nani. Unatamani siku moja kuibuka na medali kwenye Olympic, kwenye Commonwealth na vitu kama hivyo? Ndio, natamani kuwa kama wenzangu. Nikiachukulia wenzangu, kuna Simbu wale ni wawakilishi wetu hapa Tanzania, wameshindana mashindano makubwa. Kwa hiyo leo hii hata wenyewe wanajulikana, na sisi tunatamani kufika au kuwa kama wao. Ndio. Una ujumbe gani kwa vijana ambao wanashiriki michezo mbalimbali hapa nchini? Ujumbe wangu ni kwamba si tuendelee na mapambano, tusikate tamaa. Unajua kikubwa sana, mtu unaweza ukawa na changamoto hizi hazikosi katika utafutaji au katika mazoezi. Changamoto zipo. Sasa changamoto zikitokea, tusiziogope, tukabiliane nazo, si tusonge mbele. Naamini tukikomaa sana hiki tulichoishia leo, nadhani kesho tutaongeza zaidi na sisi tutajulikana zaidi. Unaitwa nani na ilikuwaje ukachukua ubingwa mita 100? Maana sio kazi rahisi. Mimi nimekimbia lakini sikuwahi kuchukua medali yoyote au kumaliza wa kwanza kwenye mita 100. Kwa majina naitwa Sioma Julius Matogolo, natokea mjini Makara. Nimechukua nafasi ya kwanza mita 100. Japo ilikuwa na changamoto, lakini nimepambana. Ni bidii tu. Huwezi ukachukua mita 100 mshindi wa kwanza bila bidii. Pia nakuwa na nidhamu na viongozi. Ulionaje ushindani? Maana naona umeshindana na mwenzako kutoka ushindani ulikuwa mgumu hasa. Ukifanya uzembe pale ningeingia hata wa pili au wa tatu, lakini Mungu ni mwema, nimepambana, nimeingia mshindi wa kwanza. Sitegemea nini kutoka kwako? Maana mbio fupi hatujawahi kuchukua medali huko duniani, sana sana 1500 labda 5000 na marathon. Wewe kwa mbio fupi tutegemea nini kutoka kwako? Tegemea ushindi zaidi. Kwa miaka ijayo na mimi nategemea kushiriki mashindano ya dunia. Unategemea kujiendeleza zaidi, labda kufanya mazoezi nje ya Tanzania? Nategemea hilo na linawezekana. Unawaambiaje vijana ambao wanashiriki mashindano, wanashiriki michezo? Kwa vijana na wahamasisha wawe na bidii, nidhamu, pia kujituma katika mazoezi. Kwa sababu huwezi ukasema wewe mshindi bila kuwa na nidhamu pia na bidii. Hilo. Siku hizi wanasema michezo ni ajira. Michezo ni ajira, unajiajiri mwenyewe. Kwa sababu ajira, na sasa hivi ajira za sasa hivi zinatokana na michezo. Unakutana sehemu kuna michezo, lakini ajira ndio inapitia hapo. Unajiajiri mwenyewe, pesa unapokea mwenyewe kwa kutumia ajira yako mwenyewe, kama kimchezo au ajira nyingine hiyo unayofanya mpira. Na ujumbe gani kwa vijana ambao wanashiriki michezo Tanzania? Na ujumbe tu wajitume, wafanye mazoezi kwa Mungu ni mwema, atawawezesha. Unachanganyaje masomo pamoja na riadha? Ukichanganya masomo na riadha, so inabidi balance. Masomo na riadha yanaingiliana yote, kwa sababu unaweza ukawa mwanariadha lakini darasani pia hauna akili yako. Na ukawa darasani lakini una akili ya michezo. So kila kitu kina balance kwa wakati wake. Wakati wa michezo akili inakuwa uwanjani. Wakati wa darasani akili inakuwa klasi. So vitu vyote vina balance kwa wakati wake. Unaambiaje vijana ambao wanacheza huko wanasoma, wapi matumaini? Kwa vijana ambao bado wanasoma, wapambane kwa wakati wake. Wakimbie, ukifika muda wa michezo inabidi watumie wakati wao kwa ajili ya michezo, na wakati wa darasani inabidi wapambane kwa ajili ya masomo. Kwa sababu huwezi ukasema unatafuta ajira bila kusoma. Sasa hivi ajira za sasa hivi zinakuja kama umebalance michezo na darasani. Hiyo ndio inakuja ajira kwa njia hiyo. Lakini kuna images zinatokea za kawaida hizo, kama mtu hujafaulu labda hujapitia maeneo ya elimu, lakini unaingia kiajira kupitia njia ya michezo. So yote vinawezekana. Mungu awasaidie wazidi kupambana.